Sasa mtu wa Mungu, unaweza ukaangalia maisha yako. Ni wapi pana kuchelewesha? Ni wapi pana kuchelewesha katika maisha yako? Namna unavyouchukua msalaba. Je, uko salama ama kuna mahali umejeruhiwa? Kuna mahali kuna shida, panaonekana kuonyesha udhaifu, hapaonyeshi mafanikio, hapaonyeshi ushindi, na ungependa kuchukua hatua ili uiangamize nafsi yako upate kuiokoa, ukubali kutesa mwili wako upate kujisalimisha. Naamini tangu nimeanza nimesema yote yaliyokuja ndani ya moyo wangu ili tuweze kusaidika katika maisha yetu, tukiwa kila mmoja amefumba macho, kila mmoja akiwa katika unyenyekevu wa kimungu. Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lazima kweli inene ndani ya moyo wako, inene katika maisha yako, inene katika njia zako, na uipende kweli, kwa sababu ni sehemu ya maisha yako, ni sehemu ya kufanikiwa kwako, na ni muhimu kujijengea msingi huo katika siku zote za maisha yako. Tumesema hatujui saa ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema ni kufumba na kufumbua. Sasa kama ni kufumba na kufumbua, hii tunashauriwa kuwa tayari. Wa baba kuwa tayari, wa mama kuwa tayari, vijana kuwa tayari, wazee kuwa tayari. Ni vizuri kuishi maisha safi. Maandiko yanasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ni vizuri kuwa na uhalisia wa maisha ya mwito ulioitiwa, uhalisia wa agano sahihi na Mungu. Ndio maana Yesu alifundisha habari ya kuchukua msalaba na kumfuata. Ukiuchukua msalaba na kumfuata unakuwa salama, kwa sababu Yesu ndiye salama ya mataifa yote, salama ya makabila yote. Na yeye mpaka leo ndiye anayealika wa baba, anaalika wa mama, anaalika vijana, anaalika wazee. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana yake yale tusiyoyaweza kama wanadamu, tunapofika kwa Yesu tunatuliwa mizigo. Yesu anabadilisha fikra, anabadilisha mawazo, anabadilisha nia, anabadilisha mwenendo. Tukienda kwa Yesu, Yesu ndiye utosherevu katika mambo yote. Tukiwa na utulivu huu, nahitaji kumwomba Mungu. Nahitaji kumwomba Mungu. Nahitaji kumwomba Mungu. Kwa mtu anayesema ninafanya maamuzi mapya, nafanya maamuzi mapya kwa maisha yangu katika namna ya kumfuata Yesu. Maana Yesu anasema atakayeiangamiza nafsi yake ataiokoa. Ndani ya moyo wako na maisha yako, ikiwa umeona kuna namna inayoweza ikakupoteza, ile siku Yesu atakaporudi na malaika zake akakukuta umepotea, ni vizuri ufanye kupatana na Muumba wako, ufanye kupatana na Mungu wako, na ufanye hatua katika saa hii. Uweze kuja kwenye madhabahu hii ili tuweze kuomba na wewe
uanze hatua ya kuchukua sasa msalaba huu pamoja na Kristo. Unaweza kuja hapa mbele ili tuweze kuomba pamoja na wewe.